Ni siku ya Ijumaa ambapo asubuhi ya leo ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani? Bwana Yesu na asifiwe. Basi karibu sana katika kipindi cha manyunyu ya baraka, tuzidi kubarikiwa pamoja na kunyunyuziwa baraka za Mwenyezi Mungu kupitia neno lake na utumishi wake, ambaye ni Pastor Benjamin Nzua kutoka kanisa la ABC Chondu, Machakos, Sub-Headquarters. Karibu tuzidi na kubarikiwa pamoja. Basi ndugu mpendwa, asubuhi ya leo ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Ujambo. Bwana asifiwe. Nikitumai ya kwamba Mungu wa mbinguni amekutia nguvu, amekubariki na hata amekuponya na amekutendea mambo ya ajabu. Basi ninakukaribisha tunapoanza siku ya leo tukaweze kupokea baraka zake Mwenyezi Mungu na tukaweze kusihisi nguvu zake. Basi na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, tunakuabudu na tunakuheshimu. Wewe ni Mungu usiyefananishwa na miungu ya dunia hii. Wewe ni Mungu wa maajabu. Wewe ni Mungu unayetenda. Wewe ni Mungu utakayetenda. Pokea sifa na utukufu, kwa maana unastahili. Asante kwa ukuu wako. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa ajili ya matendo yako. Asubuhi ya leo Mungu wetu, tunanyenyekea kwako na kuinua jina lako, kwa sababu hakuna Mungu mwingine. Asante kwa ajili ya neno lako ambayo tutaenda kulipokea asubuhi ya leo. Tunaomba Bwana ukapate kulinena nasi na kutubariki Mfalme, katika jina la Yesu aliye Mwokozi wetu tumeomba. Amina. Wazo letu la siku ya leo tutalipokea kwenye kitabu cha Mithali 3 mstari wa 5 hadi wa 6, na nitasoma. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako. Mche Bwana ukajiepushe na uovu. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo neno la Mungu linatutia nguvu na kutuhimiza ya kwamba ili tujue na kuelewa ya kwamba Mungu wetu ambaye ametuamsha anajua kesho yetu. Mungu anajua kesho yako. Mungu anajua kile ambacho kitakachotokea maishani mwako. Mungu anakuwazia mema asubuhi ya leo. Biblia inasema ya kwamba tumtumaini Bwana kwa moyo wote, kwa maana huyo Bwana anatuwazia mema. Anajua kesho yako, anajua kesho yangu, anajua yatakayotokea, anatuwazia mema. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba tumtumaini Bwana kwa moyo wote. Moyo wako usiwe na matumaini mahali pengine. Moyo wako usiwe na mahali pengine ambapo unatoa tumaini, lakini tuweke mioyo yetu, weka moyo wako wote kumtumaini Bwana, na usitegemee akili zako mwenyewe. Unapoamka siku ya leo na unapotembea siku ya leo mpendwa, na unapofanya kazi yako siku ya leo, mtegemee Mungu. Weka matumaini yako kwake Mungu, kwa maana anakujua, anakuelewa vyema, anajua kile ambacho unakihitaji. Usitegemee akili zako wala usitegemee nguvu zako. Mtegemee Mungu ambaye anakujua, anajua kesho yako, anajua kile ambacho kitakachotokea, anayekuwazia mema. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Yeremia ya kwamba Mungu anatuwazia mema kila wakati. Kwa hivyo weka matumaini yako kwake Mungu. Usitegemee nguvu zako. Kama ni jambo ambalo unalifanya, mtangulize Mungu, kwa maana ni Mungu ambaye anatenda mambo yasiyotendwa na wanadamu. Bwana asifiwe. Yupo Mungu ambaye anakuwazia mema. Yupo Mungu ambaye anashughulikia maisha yako ya kila siku. Kwa hivyo weka tegemeo lake kwake Mungu. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye
atanyosha mapito yako. Asubuhi ya leo mkiri Mungu katika njia zako. Njia zako ataweza kunyosha mapito yako. Ataweza kufungua milango ambayo imefungwa. Ataweza kufungua njia. Ataweza kunyosha njia zako. Kama utayaweka matumaini yako kwake Mungu na utaweza kumtegemea kwa moyo wako wote. Na tena tukisoma katika kitabu cha Methali 16 mstari huo wa 3, Biblia inasema ya kwamba mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatadhibitika. Bwana asifiwe. Mkabidhi Bwana kazi zako. Kazi ambayo unalifanya siku ya leo, mkabidhi Bwana. Kama ni biashara yako, kama ni kazi yoyote, mkabidhi Bwana. Weka matumaini yako kwa Bwana na ataweza kutenda mambo ya ajabu. Biblia inasema ya kwamba tumkabidhi Bwana. Asubuhi ya leo moyo wako weka matumaini yako yote kwa Bwana. Mkabidhi njia zako na ataweza kunyosha mapito yako. Ni yeye Bwana ambaye anayeweza kufungua njia pasipokuwa na njia. Anaweza kufungua milango ambayo imefungwa maishani mwako. Anaweza kupigana na maadui zako. Kwa hivyo weka matumaini yako kwake Bwana na ataweza kushughulikia mahitaji yako. Bwana asifiwe. Bwana atubariki na abariki neno lake. Na tuombe. Mfalme wa mbinguni, tunakuabudu na tunakuheshimu. Wewe ambaye unatuwazia mema. Wewe ambaye unajua kesho yetu. Wewe ambaye unajua yale ambayo tunahitaji. Wewe ambaye una mipango ya ajabu maishani mwetu. Tumejiachilia kwako asubuhi ya leo na tumeachilia njia zetu kwako. Tumeachilia mawazo yetu kwako. Tumekukabidhi njia zetu Mfalme. Mawazo yetu tumeachilia kwako ili Bwana ukapate kunyosha njia zetu. Ukapate kutufungulia milango ambayo imefungwa maishani mwetu. Baba, tenda maajabu. Jitwalie sifa na utukufu katika maisha yetu siku ya leo ili tukaweze kukuabudu na tukaweze kuliinua jina lako Mfalme wa amani. Tenda maajabu kwa wale ambao wanakuhitaji, wale ambao wanakulilia asubuhi ya leo. Tunaomba Baba ukapate kufungua milango kwao, ukaweze kufungua madirisha ya baraka ili wakaweze kuliinua jina lako, wakaweze kushuhudia ukuu wako. Asante Baba kwa sababu utaweza kutenda. Na ni katika jina la Yesu aliye Mwokozi wetu tumeomba. Amina. Mungu wetu ambaye anatuwazia mema, wacha akazidi kutembea nasi siku ya leo. Mungu anajua kesho yako. Hivyo basi kuna haja ya kuzidi na kumtumainia. Usije ukajishughulikia sana ukasahau kwamba Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumba. Alikuleta katika huu ulimwengu akijua kesho yako. Akijua kile ambacho utakuwa. Akijua lile jina ambalo utaitwa katika huu ulimwengu. Hivyo basi tuzidi tu na kumweka Mungu mbele. Tuzidi na kumtanguliza mbele. Na kumuomba kila wakati. Kumtumainia kila wakati. Maana hakukuleta katika huu ulimwengu akaweza na kukusahau. Hapana. Alikujua hata kabla haujaweza kuwa katika tumbo la mamako. Na kama alikujua katika mauo, mbona kwa sasa aweze na kukusahau? Hapana, haiwezekani. Sisi binadamu ni sisi unjipata kwamba tumeweza na kumsahau Mwenyezi Mungu, lakini yeye hawezi akatusahau. Tuzidi na kuweka tumaini letu pale ili Mungu azidi na kutusaidia, azidi na kutubariki na kile ambacho chochote kile ambacho tunahitaji kutoka kwake. Maana yeye ni Mungu mwaminifu. Ni Mungu ambaye hawezi akatuacha kamwe. Hivyo basi ni kusema kwamba anajua kesho yetu. Mwenyezi Mungu anatufikiria mema. Kusudi lake kwetu, juu yetu,
ni njema. Mbona umsahau? Mbona tegemeo lako uliweka katika binadamu, ili hali kuna Mungu ambaye anakujua, anakuwazia mema, kusudi lake ni njema juu ya maisha yako. Tuzidi na kumtumainia kila wakati. Mungu na atubariki. Mungu wa pamoja nasi na Roho wake Mtakatifu atusaidie hilo neno likaweze kuendelea na kufanya kazi ndani yetu. Bye bye.